tunazungumza kwenye talent. Bado hajafikia alichokufanya Mixon kwenye nchi. Lakini alipotea kwenye mambo ya kuongezeka uzito hivyo hivyo. Kwa hiyo ukifikia hatua mchezaji anaongezeka uzito, maana yake ni mvivu wa mazoezi na mpira hauchezi kichwani. Mpira kucheza kichwani huo ni mpira ambao umempoteza Ibrahim Wajibu kwenye anga za soka za Afrika. Kwa hiyo mpira unachezwa uwanjani, na ili ucheze uwanjani lazima ukaumie kwenye kiwanja cha mazoezi. Maumivu ya mazoezini ndio kipato cha uwanjani. Huwezi kufanya vizuri kama unakuwa ufanye mazoezi magumu na ya kufanya mwili wako fit. Kwa hiyo Azizi amepunguza mazoezi kama mchezaji ambaye anataka kufanya awe fit. Fitness yake ni ndogo, na ukiwa mnene automatic unaongezeka kilo, na ukiongezeka kilo au utafanya kile ambacho unakifanya mwanzo. Kwa hiyo ana kazi kubwa kufanya kama anapenda mpira, na mpira ni kazi yake. Sisi ni mashabiki. Leo ukishinda kwa perform atakuja mtu mwingine tunaweza tukang'oa tampanzo upande wa pili tukaleta huko. Sababu fedha ipo si anafanya vizuri. Hebu rudia kwanza, rudia tena hapo. Tunaweza kumuondoa yeye tukang'oa tampanzo, anafanya vizuri tukaleta huko. Muondoe Stefan Aziz Ki ndani ya Young Africans. Tukaleta Volcano ukaja kufanya kazi. Sisi tunatumia fedha. Kwani mpira wewe mchezaji mzuri akwa timu nyingine ni dhambi kumchukua. Mbona Azam amekuja kumchukua Fei? Mbona Mpanzu anakuvutia sana wewe? Sana, ni mwinga mzuri ambaye tungepata upande Pakome, upande Mpanzu afu Ikanga Lomba anaanzia bench. Si unakula tende tunakaa bwana taifa. Godi Yanga shabiki wa Yanga yule ni chawa Yanga. Wao waliza mashabiki wa mpira, wauliza watu ambao wanasubiria kutuma kadi za futari apate posho. Hawezi kukwambia habari za mpira. Mpanzu ana balaa. Ni mchezaji mzuri. Simba amelamba dume. Yes, kwa usajili wa dirisha dogo na uguma kupata chaja zuri kwenye dirisha dogo, ni mchezaji mzuri amempata, na mimi ni wasifu watani zangu amefanya usajili mzuri sana kwenye dirisha dogo hili. Kwa sababu kumpata winga wa aina Mpanzu kwenye dirisha dogo ambalo wachezaji wanatumika kwenye timu za kimataifa inakuwa ni kama bahati tu. Yanga yako unaona inaenda kulipa kisasi au ndo Tabora watapiga pale kwenye mshono? Kwanza nafikiri kwenye lugha za mpira mimi nafikiri zina matokeo kwenye kila mchezo. Mchezo huo ambao ulichezeka Azam Complex umeshakwisha. Na sidhani kama kesho yani utachezeka mchezo tena kama ule, utakuwa ni mchezo mwingine, sehemu nyingine na siku nyingine. Kwa hiyo mimi natarajia kuona ushindani wa aina nyingine tofauti na ule ambao tuliuona pale Azam. Na watu waseke sana kichwani mechi ya Azam eti ndio itakuwa tafsiri ya kuelekea mchezo unaofuata. Mimi nafikiri itakuwa ni mawazo ambayo sio sahihi. Kesho ni mchezo mwingine na tunatarajia Yanga atakwenda vingine na Tabora pia atakwenda vingine. Tabora hawezi kutumia mbinu alizofunga Yanga Chamanzi eti akazipeleka tena kesho kwenye uwanja wa Hassan Mwinyi, hapana. Watakuja na mbinu nyingine. Kwa hiyo na sisi tutajipanga kadri Tabora itakavyokuja, kwa sababu malengo ya Tabora na malengo yetu ni tofauti kwenye ligi kuu kwa sasa. Malengo ya Afrika ni kupambania kutetea champion. Malengo ya Tabora ni kutengeneza biashara kwenye timu ili waendelee kuvuna fedha, kwa sababu unapata matokeo kwenye timu kubwa na itengenezea mazingira ya kuvuna fedha kwenye mechi nyingine. Kwa sababu nafikiri hata ukimsikiza Christina, kuna siku nilikwambia mimi nampongeza mwanamke kwa sababu anatumia platform hii ya kuifunga Yanga kama kutengeneza biashara ya Tabora nje ya uwanja. Hana mchezo mwingine anaozungumza. Hata alipocheza na Simba aliongelea mechi ya Yanga. Kwa hiyo kila mechi anayocheza sasa hivi akitaka fedha, maana yake lazima atumie mfano wa mechi ya Yanga, kwa sababu ndio timu na ndio sana Yanga. Anazungumza Azam ni timu ya matangazo bwana, hawezi kuiweka kwenye makundi haya. Anazungumzia Yanga kwa sababu unamzungumzia mtu ambaye kashachukua bingwa mara 3, umemfunga. Lazima utumie kama promotion ya mechi ya matokeo. Kwa hiyo matokeo Christina yuko sahihi kutumia matokeo ya kumfunga Yanga Chamanzi kama promotion ya mechi zake zote kubwa anazocheza ili apate fedha. Lakini mimi siamini kama kwenye moyo wa Christina anaweza kuzungumza pointi za Yanga 3 nyepesi kwenye mazingira hayo. Labda mimi nikuulize swali wewe Salum. Mara mwisho kuona Yanga anafunga michezo miwili kwenye ligi kuu kwenye timu yote ya Tanzania ni lini? Alafu mimi nitakwambia Yanga kamfunga nani mara 2 mfululizo. Wewe nitafutie hiyo. Kama una kompyuta yako hapa ugugu hapo uangalie Yanga mara 2 kufungwa Yanga mara 2 kwenye ligi kuu mfululizo, yani mechi ya kwanza na pili akafungwa na timu moja. Tamaliza kipindi kwa kukaa kimya, huwezi kuwa nayo, huwezi kupata. Ni ngumu sana, atachukua miaka 10, 15 mpaka 20. Ni ngumu kumfunga Yanga mechi mbili. Sio kwa Tabora United. Kwa timu wote tunashiriki kubwa na Tanzania. Lakini ukimzungumza Yanga anafanya hivi mara nyingi sana. Na sisi huwa tunapiga mpaka hizo timu ambazo zinajiona wakubwa kama sisi, ili bado hazijafika level yetu kwenye ligi kuu. Huwa tunazipiga mara 2, kutuma salamu kwa wale wadogo wadogo kwamba sio nyinyi tu tunawafanya hivi. Wengine mnapiga mara 4. Wakati unasema wewe sijui Kagera anaonewa, tunakupiga wewe mara 2, tunakupiga michezo 4 mfululizo. Hapo tunakutikia, tunakutikisa, tunakuja, unasemaje? Hili ni kwa Tabora tu, ni kwa Azam tu, ni kwa Singida tu, hata wewe mwenyewe. Unagusa kwenye unyaya. Kwa hiyo unarudi unakaa kimya. Ukishakaa kimya, baadaye ukijisahau unafufuka tena unaanza kelele. Na sisi tunakuvutia maji tunakumagia mafuta mamposa kichwani kwanza. Tuangalie unaongea kwa na akili timamu au tayari mashetani shakujia. Kwa hiyo Yanga kufanya matukio ya kumpiga mtu mechi 2, 3 ni kawaida, lakini sio kwa Yanga kufanywa hivyo shewe.
Yanga sio taasisi ya ovyo namna hiyo katika mambo haya ligi kuu, achana kabisa na hili jubana hili. Lakini Makawila, mkuu wa mkoa wa Tabora ameweka mezani ahadi ya kitita cha shilingi milioni 60. Mkuu wa mkoa wa Tabora ni Yanga. Ninamjua, ni mshabiki wa Yanga mkubwa. Kwanza hata mjini kuchagiza tu mechi iwe nzuri. Si mkuu wa mkoa yule. Yule mkuu wa mkoa ni rais wa mkoa. Hata ungekuwa wewe mkuu wa mkoa saizi, wewe timu yako mimi najua sitaki nihitaja. Si ungechagiza ndio ungekuja kucheza na Tabora United. Ungejifanya unaweka mzigo kuchagiza tu ili wana mkoa na rais asikuhamishe kwenye mkoa huu. Kwani mkuu wa mkoa wa Tabora alijua kama Yanga ni jidubana kubwa kwenye ligi kuu. Sasa kuizuia Yanga kwenye mechi za ligi kuu kwa sasa hivi sio kazi ndogo. Unazungumza michezo mbaki hata 10 haifiki na Yanga anataka ubingwa Salumu. Alafu mfunge Yanga mara mbili itakuwa ni story. Mimi binafsi nitaleka kwenye kumbukumbu zangu. Kwa sababu inakaa mpaka miaka 20 Yanga hajafungwa hivyo na timu yote ya ligi kuu. Kwa hiyo mimi nafikiri Tabora ana mchezo mgumu sana. Ana mchezo mgumu sana kwa sababu matokeo ya Chamazi yamefanya Yanga kuwa na maandalizi makubwa nje ya uwanja kuliko mchezo wa Chamazi. Mchezo wa Chamazi hakuwa na maandalizi makubwa. Kwanza Yanga ilikuwa na shida ya kiufundi. Kulikuwa kuna majeruhi wengi, kulikuwa kuna watu wana red card ambao ni tegemeo. Zaidi ya wachezaji 6 au 7 Yanga hawakutumika kwenye mchezo ule. Unaona hata line hapo ya Yanga iliyopangwa haikuwa line hapo ambayo tunategemea kwenye michezo ya kishindani huwa inapangwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo mengi ambayo Tabora alifanya apate matokeo. Sidhani kama mambo kesho yatakuwepo. Kwa hiyo Tabora wajipange, wajue kama mechi wanacheza kesho ni ngumu na tofauti na Chamazi kwa sababu wanacheza na timu kubwa na si rahisi kukubali kufungwa mchezo mwingine mfululizo. Makawila, ukiangalia tarehe 2 hadi tarehe 10 ni tofauti ya siku karibia 8 tu hapa, lakini katika siku hizo 8 Young Africans atakuwa na michezo mitatu. Ana mchezo na Tabora United, ana mchezo na Coast, lakini pia ana mchezo na Azam FC. Katika siku hizo 8 Young Africans anaonekana kama na mechi ngumu hivi. Ni mechi maarufu, sio ngumu. Sisi tushakucheza siku 6 mechi tatu. Muda mchache unaonekana. Sisi tushakucheza michezo mitatu kwa siku 6 kama unakumbukumbu vizuri. Na tukakaanga zote. Hiyo sikutie shaka. Kwa hiyo tulichonacho ni kipana, wachezaji wote wako vizuri na wala hatuna excuse ya kufungwa kwenye michezo yetu ukatoa sababu eti kwa sababu ilikuwa ni michezo ya karibu. Kwa ukomavu wa Yanga na ligi kuu sio sababu ya msingi ya kusema eti mechi zimepangwa hivi kwa tuwezi kushinda. Atakuwa tushinde michezo na ndio sifa ya timu kubwa. Sifa ya timu kubwa maana yake ni kupata matokeo mazuri kwenye mazingira yote yale. Ile jua iwe mvua. Hiyo mechi zimepangwa mbalimbali, zimepangwa karibu. Kwa hiyo sisi kama Yanga jukumu letu ni kujipanga kuhakikisha tunavuna alama 9 kwenye michezo mitatu kwa sababu hiyo ndio nyota ya kijani ya ubingwa. Hatuwezi kutoa sababu nyepesi tukashindwa kupata ubingwa kwa sababu eti labda tukishindwa kupata matokeo ya point 3 itakuwa ni matokeo ya michezo, lakini sio sababu ya mechi kupangwa karibu. Kwa mimi sioni kama iko ni kitu kikubwa sana cha kujadili. Mimi nafikiri sisi tushajipanga, tumekaa muda mrefu hatujacheza, tumerudi wachezaji wetu nao wengi ambao wanaweza kuzunguka kwenye ligi kuu, wakafanye kazi tuvune alama 9 ili tuende kuchukua ubingwa. Makawila, Stefan Aziz Ki anaonekana kama kuwashtua watu kwenye mechi ya Jumamosi aliocheza Young Africans ya kombe la CRDB Confederation Cup dhidi ya Songea United. Stefan Aziz Ki ameonekana ameongezeka kidogo. Watu wengi wameonekana kushangazwa. Maana nafikiri nilikwambia kuna siku tulizungumza asipofanya kazi ya ziada sio tu Burkina Faso. Simikango akazalangu bwana shaingia kwenye mfumo na anaonekana sasa hivi mazoezi anategea na timu yenyewe unaona inavunja kambi mara nyingi. Kwa hiyo nafikiri asipokuwa makini sio tu Burkina Faso, hata Young Africans inaweza kuwa ni msimu wake wa mwisho kali baba Jeni. Kwa sababu sisi hatukai na mtu kwa sababu ana uzuri wa sura, sina kaa na mtu kwa sababu ana performance nzuri ya uwanjani. Kwa hivyo anavyoendelea unaona sasa anaanza kuongezeka kilo. Na hiki kilimpoteza Luis Jose Mixon, mchezaji ambaye alikuwa na talent kubwa sana. Nafikiri hata Azizi mwenyewe ukizungumza kwenye talent bado hajafikia alichokufanya Mixon kwenye nchi hii. Lakini alipotea kwenye mambo ya kuongezeka uzito hivyo hivyo. Kwa hiyo kifikia hatua mchezaji anaongezeka uzito maana yake ni mvivu wa mazoezi na mpira hauchezi kichwani. Mpira kucheza kichwani huo ni mpira ambao umempoteza Ibrahim Wajibu kwenye anga za soka za Afrika. Kwa hiyo mpira unachezwa uwanjani na ili ucheze uwanjani lazima ukaumie kwenye kiwanja cha mazoezi. Maumivu ya mazoezini ndio kipato cha uwanjani. Huwezi kufanya vizuri kama unakuwa ufanye mazoezi magumu na ya kufanya mwili wako fit. Kwa hiyo Azizi amepunguza mazoezi kama mchezaji ambaye anataka kufanya awe fit. Fitness yake ni ndogo na ukiwa mnene automatic unaongezeka kilo na ukiongezeka kilo au utafanya kile ambacho unakifanya mwanzo. Kwa hiyo ana kazi kubwa kufanya kama anapenda mpira na mpira ni kazi yake. Sisi ni mashabiki. Leo ukishinda kwa perform atakuja mtu mwingine tunaweza tukang'oa hata mpanzo upande wa pili tukaleta huko. Sababu fedha ipo anafanya vizuri. Hebu rudia kwanza, rudia tena hapo. Tunaweza kumuondoa yeye tukang'oa hata mpanzo anafanya vizuri tukaleta huko. Muondoe Stefan Aziz Ki ndani ya Young Africans. Tukaleta Volcano ukaja kufanya kazi. Sisi tunatumia fedha. Kwani mpira wewe mchezaji mzuri kwa timu nyingine ni dhambi kumchukua. Mbona Azam amekuja kumchukua Feiva? Kwa mpanzo anakuvutia sana wewe. Sana ni mwinga mzuri ambaye tungepata upande Pakome, upande Mpanzo afu Ikangalombo anaanzia benchi. Si unakula tende tunakaa bwana taifa. Kwa wewe kwa Mpanzo na Ikangalombo anaanzia nje? Bila shaka sasa unavanisha mbingu na ardhi bwana.
Mpanzu unamfanyaje na Kangalombo? Kangalombo ni mchezaji mzuri lakini hajafika level za Mpanzu. Kwani pia tunacheza hadharani? Yuko timu mbovu tu. Mpanzu yuko timu ambayo bado hajakaa vizuri tu, ni timu ambayo uwezo wake huwezi kufanisha na Yanga, lakini ni mchezaji mzuri sana. Lakini Makawila, kuna mashabiki wa Young Africans wao huambii kitu kwa Kangalombo, wanakuambia Mpanzu aingie hata chembe. Mashabiki wa Yanga tunaona wanashangilia na kubali. Unataka mashabiki wa Yanga gani? Wewe unamuuliza goli Yanga bana. Sasa goli Yanga, shabiki wa Yanga yule ni chawa wa Yanga. Wewe wauliza mashabiki wa mpira, usiulize watu ambao wanasubiria kutuma kadi za futari apate posho. Hawezi kukwambia habari za mpira. Mpanzu ana balaa. Ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji mzuri. Simba amelamba dume. Yes, kwa usajili wa dirisha dogo na uguma kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, ni mchezaji mzuri amempata, na mimi ni wasifu watani zangu, amefanya usajili mzuri sana kwenye dirisha dogo hili. Kwa sababu kumpata winga wa aina Mpanzu kwenye dirisha dogo ambalo wachezaji wanatumika kwenye timu za kimataifa inakuwa ni kama bahati tu. Yaani hiyo la usisite kuzungumza. Hata sisi Yanga kuna msimu wa mwaka jana kuja mwaka jana, kuna wachezaji tuliwapata mpaka unashangaa, huyu unampataje dirisha dogo? Kwa hiyo yaani mtaja anakuja anafanya kile ambacho amkutarajia, kwa sababu mimi naamini kabisa kwa sajili dirisha dogo anachokifanya Mpanzu ni nje ya matarajio. Sio kwanza amekuja hajacheza muda mrefu, kakaa nje, na kuna huko akaja kakaa nje, lakini kaja kwenye mechi chache kaonyesha ana uwezo gani, na sasa hivi unaona anaanza kwenye kosi ya Simba. Sasa hivi ina maana kwenye mawinga wa Simba pale Mpanzu anaweza kuchukua nafasi ya mchezaji wote wa Simba. Kibusi na wote anaweza kuchukua nafasi zao akacheza yeye. Sasa unamkataje kama sio mchezaji mzuri na muda mchache kwenye ligi? Kwani mchezaji mzuri sasa ikionekana kama kuna wachezaji wetu ambao wanaanza kunenepa na wachezaji wazuri wapo, tunatumia fedha, sina hata tukanunua hata jeuli, sina Marabu jeuli yule. Mpaka Momedoji. Sisi na Marabu, unajua sifa Marabu ni jeuli. Kwa anaweza akashangaa akatangaza usajili wa bosa kusimamia Yanga, akatangaza Momedoji jina lake linahitajika. Sio kasi Marabu yule. Aende akasimamia Young Africans. Ni Marabu, ni sikibli tu. Kwani unapotuona mtu anapokuwa jeuli anafanya chochote ba. Anaweza akaja mpaka sasa mimi nanunua meza na unanunua viti na watu wamekalia. Sio kama anaja navyo, ni kuamua tu. Kwa hiyo Aziki ajitume mazoezini, arudishe uwezo wake ulifanya aje Yanga. Kama ataendelea hivi mwakani atakuwa ni baba jeni bye bye, atatuacha, tutakwenda kusajili wachezaji wengine Afrika, wako wachezaji wengi, lakini hata hapa nyumbani wapo wachezaji wengi. Tunaweza hata tukakaa chini na kijana wetu Fetoto tukazungumza vizuri na mzee Baresa. Yes. Sio na wale masheba anaweza kukutana na Masidi Mtolo pale, mzee Baresa kukutana na Said Mohamed wakazungumza. Wale wasali kwenye masinagogi wote wanasali kwenye misikiti wale. Kwa hiyo Stefan Aziziki sasa hivi hata kwa Fei haingii. Sasa Faisal mashine. Faisal mashine kwa sasa hivi. Tanzania hakuna kiungo kama Faisal sasa hivi. Sio huwa sio nani. Wapo kwenye timu kubwa anaongelewa sana. Lakini ukizungumza talent, Feitoto ni moja kati ya vipaji vikubwa ambavyo viko kwenye ligi ya Tanzania kwenye eneo la midfield. Hakuna kiungo wote sasa namba 10 kufanisha na Fei kwenye nchi. Kwenye lolote unalojua wewe. Makawila, umemtaja hapo Elie Mpanzu, na kesho majira saa 1 atakuwa dimbani na timu yake ya Simba Sports Club wakicheza kombe la shirikisho dhidi ya Al Masry, mechi ya kwanza kule Misri. Unaionaje? Simba anaweza katoboa? Maana malengo yao safari hii ni kutoboa kutoka robo finali kwenda nusu finali na hata kulibeba kombe lenyewe. Hii hatua ingekuwa ni Yanga anacheza, ningekwambia 100% au 99. Lakini kwa sababu ni Simba anacheza tutaweka 80, kwa sababu ni timu ambayo imeonekana mara nyingi huwa inashindwa kuzicheza mechi hizi za mtoano za kuelekea nusu finali zaidi ya mara 6. Kwa hiyo rekodi za mtu hatuwezi kuziondoa anapoania kitu fulani. Ingawa rekodi sio ambazo zinatoa matokeo moja kwa moja, lakini pia nazo huwa zinafanya kazi kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo hatuwezi kuziacha moja kwa moja. Kama sasa hivi Barcelona akicheza na Real Sociedad inakuwa ni mchezo mgumu na mkubwa Hispania, kwa sababu ya rekodi za Sociedad kwa Barcelona. Vipi tunaweza tukaondoa rekodi za Simba za robo finali kuelekea nusu, kwamba ni watu ambao wanacheza mechi nyingi mara nyingi vibaya. Simba anakwenda kucheza na Al Masry, timu ambayo ameizidi vitu zaidi ya vitatu. Kwanza, renki za CAF Simba uko juu zaidi ya Al Masry. Kufanya vizuri kwenye mfululizo wa mechi za CAF, Simba anakuwa juu zaidi ya Al Masry. Lakini ukiangalia hata makundi ya msimu ya Confederation, bado Simba amekusanya alama nyingi kuliko Al Masry. Amepata nafasi ya kuongoza kundi. Sasa unashindwa kumtoa mtu kama huyu, unakuja kwa waelezaji wana Simba au watu wote ambao wanafuatilia mpira Tanzania. Utakuwa huna cha kueleza watu ambao wanafuatilia mpira na wanajua maana mpira ni nini. Kama kweli ni timu ya mpira iko serious na inahitaji kukua kwenye mashindano ya Afrika, hii nafasi adhimu ya Simba waliyopata msimu huu ya kuondoa ile mikosi ya kushindwa kufika nusu finali. Wakishindwa kufika, maana yake lugha gani wataitumia kuizunguza pale National Airport Mwalimu Nyerere wakati wanarudi kutoka Misri, au wakimaliza mechi ya Benjamin Mkapa? Itaonekana ni timu ya hovyo na ni timu ambayo haitahitaji tena kuizungumza kwenye timu ambazo zinagombea kombe la Afrika. Ndio hiko iliyobakia Salumu, kwa sababu Simba ameshakutana na timu ya kila aina kwenye hatua ya robo finali. Ameshakutana na timu ngumu zilizomzidi, ameshakutana na timu ambazo zinaonekana uzani sawa,
ameshakutana na timu ambazo kazizidi, lakini bado kashindwa kuvuka nusu. Kwa hiyo hii ni sehemu adhimu. Nitakupa mfano Salumu. Young Africans kwenye hatua hizi za robo finali kuelekea nusu, kama ingekuwa inacheza leo hata wewe Salumu kwenye moyo wako ungejua leo Almasi ana shughuli, kwa sababu akifika hatua hizi za robo ameshaonesha kitu karibu mara mbili. Mara ya kwanza kafika Confederation kavuka robo kaenda nusu, hakumfunga mtu nyumbani kwake, lakini mara ya pili amekutana na Mamelodi Sundowns, moja ya timu ngumu za Afrika ambazo zinazungumzwa. Lakini ukiangalia Yanga alivyotolewa na Mamelodi, hakuna shaka wote kama mashabiki wote mpira anasema Yanga walicheza mechi ya robo finali kama inavyohitajika kuchezwa. Ingawa alitolewa, hakuna mtu wote ambaye anajua mpira akasema Yanga alicheza mechi ile vibaya ndio maana alitolewa.